Naam, asante sana kutoka mashariki mwa nchi ya DRC, jimboni Kivu ya Kusini. Tuko tarafani Fizi, ili Tukutane TV. Karibu kwa muda mfupi kufata habari zetu za siku ya leo. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV, na wapo kwanza ni muhtasari wa habari zetu za leo. Kiongozi wa umoja wa vyombo vya habari nchini Kongo upande wa Uvira Fizi amewasili mjini Baraka. Bwana Debaba Lufira Pasia hivyo alikwenda kupokelewa na baadhi ya waandishi habari hapa mjini Baraka. Na vile vile nitapata kukujuza habari za milio ya risasi ambayo ilipata kusikika mchana wa siku ya kwanza ya tariki 9 Juni mwaka 2025 ni ndani ya manispaa ya Limete, ni katika kata la Kigambwa, mitaa ya Bukakitesi, na hivyo ilikwenda kupelekea maafa ya watu watatu kujeruhiwa vikali na kwenda kushindikizwa moja kwa moja hospitalini. Mpenzi mtazamaji, rais wa DRC Felix Tshisekedi amewasili tangu hiyo siku ya kwanza tariki 9 Juni mwaka 2025 mjini Kolwezi, mji mkuu wa Lualaba, hivyo katika ziara moja kikazi. Kuna hayo na mengine mengi, mpenzi mtazamaji, karibu kuungana nami katika matangazo yetu na habari kwa muda mfupi siku ya leo. Naam, karibu katika mwendelezo wetu wa habari za siku ya leo. Mpenzi mtazamaji, kama nilivyokwenda kukueleza hapo juu katika muhtasari wetu, ni kwamba milio ya risasi ilikwenda kusikika kwa wingi mchana wa siku ya kwanza tariki 9 Juni mwaka 2025 katika moja manispaa ya Limete, tuko katika kata la Kigambwa, ni mitaani ya Bukakitesi. Taarifa tulizonazo zaeleza kwamba jeshi la mahali la walinda usalama walifyatua risasi hizo katika malengo ya kumsaka kijana mmoja ambaye alijulikana kwa jina la Kiriku. Kijana huyu ambaye anakwenda kujulikana mmoja kati ya vijana kuluna maeneo au mitaa hiyo. Hivyo baada ya kwenda kuhukumiwa kifungo cha maisha huko jela, ilikwenda kusadikika kwamba kijana huyo kwa jina la Kiriku katika mahali hayo alikwenda kuponyoka na kutoroka jela. Hivyo askari jeshi wa taifa walianza kufanya msako katika kata hilo na kwenda kumtafuta kijana maarufu kwa jina la Kiriku baada ya kwenda kukimbia jela. Hivyo katika msako huo kwenda kusaka kijana huyo, katika milio ya risasi na kwenda kufyatua risasi hizo zilikwenda kujeruhiwa wanafunzi watatu walikwenda kupata risasi hizo, na hivyo kwenda kupelekwa moja kwa moja hospitalini. Tujielekeze maeneo ya huko jimbo la Lualaba, mji mkuu wa Kolwezi, ambako Rais Felix Tshisekedi amewasili tangu siku ya kwanza tariki 9 Juni mwaka 2025 katika mji mkuu wa Lualaba huko Kolwezi katika moja ya ziara za kikazi. Hata hivyo, rais wa sasa Felix Tshisekedi alipokelewa na umati wa watu wengi na viongozi mbalimbali wa jimbo la Lualaba na viongozi wengine wa kiserikali ambao walikwenda kumpokea maeneo ya airport. Hivyo ni katika mwendelezo wa kushiriki makazi au baraza la magavana, ambao mkutano huo ni wa 12 mpaka sasa. Mkutano huo utakuwa na neno la kauli mbiu ambayo uadilifu, utawala, vile vile na maendeleo ya nchi. Asante sana mpenzi mtazamaji, tukijelekeza maeneo ya uko Lubero ambako waasi wa M23 wameonekana kuanza kujipanga upya katika mashambulizi dhidi ya serikali. Ni kulingana na shirika la raia kutoka maeneo ya Lubero iliyotolewa siku ya kwanza tariki 9 Juni mwaka 2025. Muindo Tafuteni ambaye ni kiongozi wa shirika la raia kutoka maeneo ya Lubero alikwenda kuonesha hali hiyo ambayo inaonekana hapa Katondi Kimpese. Hivyo raia wengi wameonekana kuingiwa na wasiwasi baada ya ripoti hizo za shirika la raia. Hivyo shirika la raia lilikwenda kutoa ripoti hiyo kwa serikali ya DRC kujipanga upya katika hali hiyo ya kivita, maana waasi wanaonekana tena kwa mara nyingine tena kwenda kujipanga upya dhidi ya mapambano maeneo ya Lubero na vijiji vingine. Mpenzi mtazamaji, tutakuwa na habari pia za uko tarafani Fizi katika sekta ya Mtambala. Mapambano yaliripotiwa ndani ya vijiji mbalimbali ni ndani ya sekta ya Mtambala tarafani Fizi, ambako mapambano hayo yalianza siku ya kwanza tariki 9 Juni asubuhi, ambako vyanzo vya habari vilikwenda kueleza kwamba waasi walikuwa wamepanga kuvamia sherehe mbalimbali katika vijiji hivyo kati ya washirika waliokuwa wakisherekea sikukuu ya Pentecost. Hivyo waasi wa Twigwaneo ambao wanaungwa mkono na waasi wa Burundi wa Red Tabara walipanga upya kuvamia raia walio wengi katika vijiji hivyo. Hiyo ripoti hizo zilikwenda kujulikana mapema sana wazalendo wa
wa CPLC FABB ambao walikwenda kupata ripoti hizo kutoka raia walio wengi wanaozunguka vijiji hivyo, na hivyo katika nguvu zao walikwenda kusukuma waasi hao magaidi wa Twirwaneho ambao wanaripotiwa kuungwa mkono na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Na hata hivyo, mpenzi mtazamaji, tunde tumalizia habari zetu za siku ya leo na habari zinazosema kwamba wanasheria mkuu katika mahakama ya kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameomba idhini ya kumstaki waziri wa sheria Constant Mutamba anayetumiwa kwa kosa la ubadhirifu wa pesa za serikali zilizokuwa zimetengwa kujenga gereza huko Kisangani, mkoa wa Chopo, kaskazini mwa nchi hiyo. Ni hapa nitakuwa nimemaliza habari zetu za muda mfupi siku ya leo, mpenzi mtazamaji, ambao ulikuwa nami toka mwanzo wa taarifa hizi za habari. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV, nikikuomba kila siku na kila mara kufuata matangazo yetu kutoka channel ya Tukutan TV mashariki mwa nchi ya DRC. Kwa heri.